Haleluya, mtu wa Mungu unanisikiliza, karibu sana katika kipindi chetu kizuri cha Malango ya Ushindi. Hii ni channel yetu nzuri ya Apostle Katambi. Siku ya leo nataka niweze kuzungumza nawe kwa habari ya madhabahu za kichawi katika ulimwengu wa roho, na nataka nizungumze nawe kama ifuatavyo. Kuna watu unaota mara kwa mara uko kwenye vyoo, kwenye choo. Wakati mwingine unaota umekaa kwenye choo. Napozungumza kuhusu kwenye choo, unaota wakati mwingine uko kwenye yale matanki ya choo, matanki ya choo yale wanaotengeneza kwa ajili ya kubebea mavi, yale ambayo uchafu wote unakusanywa kwenye nyumba unaenda kwenye hayo matanki ya choo. Unaota mara kwa mara umekaa kwenye yale matanki ya choo. Lakini wakati mwingine pia unaota mara kwa mara uko kwenye yale mashimo ya choo, yale mashimo ya choo. Wakati mwingine umekaa juu yale mashimo ya choo, na wakati mwingine pia unaota uko kwenye mashimo ya choo ya zamani, yaliyo mashimo ya choo yale ya zamani. Unaota uko pale juu ya yale mashimo ya choo. Na wakati mwingine unaota uko kwenye vyoo, chooni. Unaingia chooni, unakuta choo imefurika mavi mpaka unakuta choo imefurika mavi mpaka juu. Na wakati mwingine unaota yale umeingia chooni, choo imejaa mavi, unakanyaga mavi, unakanyaga mavi kwenye miguu yako. Unajiuliza, hii ndoto ina maana gani? Hii ndoto ikoje? Na wakati mwingine unaota pia mavazi yako yamechafuka mavi. Unasema, hivi naota, kwa nini mavazi yangu yamechafuka mavi? Hii ndoto ina maana gani? Na wakati mwingine pia unaota unadumbukizwa kwenye mavi. Nataka nikwambie mtu wa Mungu unanisikiliza, katika ulimwengu wa roho, tafasiri ya ndoto yako ya kuota uko chooni, ya kuota uko kwenye masaptenki, ya kuota umeingia chooni mavi yamejaa, ya kuota mara kwa mara unafanya usafi kwenye vyoo. Choo ni madhabahu, ni mlango wa kwanza wa giza katika eneo unaloishi. Choo, narudia, ni mlango wa kwanza wa giza katika eneo unaloishi. Na ndio maana kuna baadhi ya watu wanapokuambia unapoenda chooni kuna majini yako kule chooni, kwamba utangulize mguu fulani, kuna majini yako chooni. Lakini mimi nataka nikwambie, hata wachawi wanatumia vyoo kama madhabahu zao za giza. Mchawi yoyote unayemfahamu anajua siri hii, kwamba choo ni mlango la kwanza la kuzimu katika eneo la nyumba unaloishi. Choo ni mlango wa kwanza wa kuzimu katika eneo la nyumba unaloishi. Lango la kwanza ni choo la karibu analotumia mchawi. Lango la pili ni njia panda, ilo eneo unaloishi ndo anakutania wachawi. Kwa unapoota mara kwa mara uko chooni, unapoota mara kwa mara uko kwenye masaptenki ya choo, unapoota mara kwa mara uko kwenye eneo la choo, ujue ya kwamba hizo ni madhabahu za giza za kichawi zimekufunga. Ujue ya kwamba ni madhabahu za giza zimekushikilia. Unahitaji maombi ili uweze kutoka katika hilo eneo ambalo adui amekufunga katika ulimwengu wa roho. Kumbuka, itakuwa na maombi maalum kwa ajili ya changamoto hii unaopitia na tatizo unalopitia.
takuwa na maombi maalum, na pia maombi haya nitaleta katika mtandao huu, katika channel hii ya Apostle P.E. Katambi. Na utakachofanya ni kitu kimoja, ili kuwa wa kwanza kupata maombi hayo na kuweza kuomba nami kwa njia ya mtandao. Unaweza ukasubscribe channel hii na ukakomenti hapo chini hitaji lako, na nitaomba pamoja na wewe. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Mungu wa mbingu na nchi akulinde, akutunze na akuhifadhi, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu aliye hai. Amen.